Lililotokea ni tukio la kutengenezwa, na waliolitengeneza walidhamiria makubwa, walidhamiria kuangusha dola ya nchi hii au ya nchi yetu. Kiangalia klipu za nyuma zilizotokea, vijana wetu walifanywa makasuku na kuimbishwa kabisa. Yaliyotokea Madagascar yatokee na hapa. Lakini ukimvuta kijana yule, hebu niambie Madagascar kumetokea nini, hajui. Unataka hapa kitokee nini, hajui. Lakini waliimbishwa wimbo huo. Kwa hiyo lile lilikuwa ni jambo la kupangwa, na vurugu zile zilidhamiria makubwa. Vurugu zile ni mradi pana sana wenye nia kuu ya uovu ulio na wafadhili, washitiri na watekelezaji. Katika vurugu ile waliingia waliokuwemo na wasiokuwemo, wengine kwa kutokujua, wengine kwa kufuata mkumbo, wengine kwa hadaa za maisha bora baadaye, lakini wengine kwa kulipwa tu. Tunaambiwa kuna vijana walikuwa wanalipwa fedha, kisha kuchukua pesa yako ingia barabarani. Kwa waliingia bila madhumuni maalum ya nini wanakwenda kukifanya. Inaumiza sana kuona madhara yaliyotolewa. Nadhani takwimu zinatolewa sasa hivi na halafu. Kuna majengo kadhaa ya serikali yameunguzwa. Kuna miradi kadhaa iliyojengwa kwa manufaa ya wananchi imeunguzwa. Vituo vya mafuta, biashara binafsi za watu zimeunguzwa. Magari ya serikali vimeunguzwa. Vituo vya polisi vingi tu vimeunguzwa. Sasa nataka tuwe na jina la hayo. Ni maandamano au ni vurugu? Maandamano tulioyazoea na tulio yakubali ndani ya katiba yetu ni yale watu wameudhika na kitu, tunaomba tuandamane, tujueleze, tutatoka pointi moja, tutakwenda zetu mpaka Mnazi Mmoja au popote pengine, na mabango yetu yanaeleza maudhi tulioudhika nayo. Na polisi wanawasindikiza vizuri mpaka wanapofika. Wanaeleza wanayoyataka, wanatawanyika kwa salama, wanakwenda zao. Lakini haya ya kuunguza miradi ya serikali, vituo vya polisi, na kwenye kituo cha polisi unakwenda kufanya nini? Ni kwenda kuvamia na wapate silaha. Madhumuni ya kuwa na silaha mkononi ni nini? Lakini unaunguza biashara za watu binafsi, lengo ni nini? Kwa hiyo hayakuwa maandamano, zilikuwa ni vurugu zilizoandaliwa kwa madhumuni maalum.